Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupe Leo Lisikietwe kila siku. Kinachokujia kila saa 12 kamili asubuhi. Leo ni tarehe ya 22 ya mwezi wa 10. Na mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka hapa Wedetano Ministries. Tumekwisha kuangalia sifa kubwa 9 kama unakumbuka za mfumo wa kibabeli au wa Kisodoma au wa mpinga Kristo wa kufanikisha kiuchumi. Lengo kubwa ni uzijue hizi sifa za mfumo huu ili uweze kuziepuka, usiingie kwenye mtego wa kupata mali au kufanikiwa kwa mfumo huu, ili uwe kama Ibrahim aliposema ile sura ya 14 ya kitabu cha Mwanzo, alipopewa ofa na mfalme wa Sodoma, akamwambia watu, nipatie mimi mali uchukue wewe. Ibrahim akakataa, akasema nimeapa kwa Mungu aliye juu sana, sitachukua chochote wala kidamu ya kiatu kutoka kwako. Usije ukasema nimemtajirisha Ibrahim. Kuepuka hizi sifa ambazo nakupa au hivi viashiria ambavyo nakupa vya mfumo wa Sodoma ni kusema sitaki kupata mali kwa mfumo huu, ili huu mfumo usije ukasema ya kwamba ndio umekutajirisha. Kwa hiyo ni kuchunga na kuweka heshima ya Mungu wako na kuzidi kuthibitisha kwamba chanzo cha utajiri wako kinatoka kwa Mungu. Na sifa kuu ya 10 ambayo tutaiangalia leo ya mfumo huu wa Kisodoma ni utajiri wa haraka. Utajiri wa haraka. Ukishaona unaanza kutamani kupata utajiri wa haraka, ujue unaweza ukawa kwenye hatari ya kuingia kwenye mfumo huu wa Kisodoma au wa kipepo. Ile Mwanzo sura ya 14 utaona mstari wa 21 hadi wa 24, ni ofa ambayo Ibrahim alipewa au Abraham kipindi hicho alipewa, na kiukweli nyara zile zilikuwa nyingi na angeweza kutajirika kiharaka kama ilivyotokea sura ya 12, sura ya 13 ya kitabu cha Mwanzo. Lakini unaona Ibrahim alikataa. Mstari wa 21 sura ya 14 kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema mfalme wa Sodoma akamwambia Abraham, nipe mimi hawa watu na hizo mali uchukue wewe. Mali nyingi, yahitaji watu tu, nguvu kazi, mali uchukue wewe Abraham. Abraham akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, Muumba wa mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Manake kwa kupokea hivi vitu tu Abraham tayari angekuwa ni tajiri tena, au angeonekana ni tajiri zaidi. Na kwa hiyo Abraham akakataa. Ilikuwa ni ofa ya kutajirika haraka ambayo Abraham alikataa. Na kwa habari ya mali inayokuja haraka, unajua Mithali sura ya 13 mstari wa 11-12, Biblia inatukataza. Biblia inatukataza ya kwamba ikitokea ni muujiza kutoka kwa Bwana ni sawa, lakini isiwe ni shauku au msukumo wa ndani wa kutoka kwa chanzo kisicho Mungu wa kufanya utaki kuwa na mafanikio ya haraka. Na moja ya kitu ambacho ibilisi anaweka sana ndani ya watu, kutaka kuwa na mafanikio haraka, na hiyo inawapelekea kwenda kwenye njia zingine ambazo ni kinyume na Mungu za kutafuta mafanikio. Mithali 13:11, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka. Ndivyo Biblia inavyosema. Kutafuta mali kwa haraka, moja ya sifa yake ni kwamba inapunguka. Bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Kwa hiyo kanuni ya kibiblia ni hatua kwa hatua. Ni hatua kwa hatua. Achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Kilichotarajiwa mstari wa 12, kikawia kuja moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kwa hiyo ukishaona shauku kubwa sana ndani ya kutaka kuwa tajiri haraka kwa muda mfupi zaidi, ujue ni kiashiria kwamba unawekewa mtego wa kwenda kwenye mfumo huu wa Kisodoma, mfumo wa kitapeli, wa kibabeli, mfumo wa kifilimason au Illuminati au mifumo mingine ya kidunia ambayo iko ndio sifa yao. Angalia watu wote ambao kwenye mfumo, matangazo wanayokupa ni kwamba leo utaingia, kesho umekuwa tajiri. Ni sifa yao kubwa. Haraka utaona anaonyesha mali alizopata. Leo hakuwa na mali, kesho atakuonyesha na mali chungu mzima. Tajiri wa haraka. Na hiyo ni kinyume na Biblia. Mali na utajiri ambao hauwezi kuelezeka kirahisi ni moja ya sifa mfumo huu wa kipepo.
Ni muhimu pia kujiepusha na kila aina ya kitu ambacho kinakuja cha kukuonyesha kwamba utakuwa tajiri haraka. Na ni muhimu kujiuliza kwamba hii hela ya utajiri haraka inapatikanaje. Wengi pia wamepoteza mali kwa kutaka kuwa matajiri haraka. Sasa duniani kuna schemes nyingi, kuna vitu vingi ambavyo vinakuja vikikushawishi kwamba unaweza kuwa tajiri haraka. Wengi wamejiunga na wamejikuta wamepoteza pesa yao. Biashara za mtandao nyingi zimetokea na wengi wameweka pesa wamepoteza. Nini? Shauku kubwa wanataka kuwa matajiri haraka. Mifumo ya kuunganisha watu kwenye michezo fulani ili uwe tajiri haraka imewasukuma wengi kwenda huko, na wengi wamejikuta wanapoteza mali zao au wameingia kwenye mfumo ambao ni kinyume na mfumo wa Mungu. Jambo moja ambalo naweza nikakushauri kwa umri wangu kidogo na muda wangu mdogo ambao nimekuwa kwenye sekta hii ya fedha, hakuna fedha nyepesi wala ya haraka. Mtu yote asikudanganye, haipo. Kwa sababu huyo anayetaka kukupa fedha, yeye ameitoa wapi au yeye ameipata wapi? Yeye naye anatafuta fedha. Kwa hiyo ushauri wangu kulingana na maandiko na uzoefu wangu kimdogo wa soko la fedha, ukishaona fedha yoyote ambayo inakuja na kama ni nyepesi mno kuipata, kama ni haraka sana itakutajirisha, ushauri wangu usifanye maamuzi haraka. Ipe muda kidogo, acha nafsi yako, roho yako itulie, then ufanye maamuzi. Nyingi sana utakuta ni utapeli na si kweli ya kwamba zinakusaidia, zaidi zitakupoteza na kukuvunja moyo. Kwa hiyo sifa nyingine kubwa ya mfumo huu ni utajiri wa haraka. Tunakwambia panda mbegu leo, baada ya miezi mitatu umezidisha mbegu yako mara 10, mara 20, na nyingi sana wewe unaweza kuwa ni shahidi hazitani kuwa kweli. Nyingi zinakuwa ni uongo, watu wanaishia kupoteza badala ya kupata. Kwa hiyo hakikisha unajitia moyo kwa Bwana ya kwamba unahitaji kujenga uchumi wako kidogo kidogo. Haimaanishi upige hatua ndogo ndogo kwa muda mrefu. Ukipiga hatua kasi lakini kwa maarifa yanayotoka kwa Mungu ni sawa, lakini uwe na uhakika ya kwamba ni revelation, ni ufunuo ambao Mungu amekupa. Vinginevyo tia moyo wako konde kusubiri hatua za Bwana, kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu na kwa wakati wake atakufanikisha. Mungu akubariki sana. Hizi ni sifa kubwa 10 ambazo tunaziona za mfumo huu wa Babeli au wa kipepo, na ni muhimu sana ukajua katika hizo kuna hila nyingi za ibilisi, ukajitenga nazo au ukiziona ukajiepusha nazo, ili uwe na mafanikio ambayo una uhakika sio ya udhalimu, una uhakika yametoka kwa Mungu, una ujasiri wa kusimama na kusema ya kwamba haya ni mafanikio ambayo Mungu amenipatia. Mungu akubariki sana. Tuonane kesho asubuhi kwenye tafakari nyingine ya neno la Mungu la kiuchumi kadri tunavyosogea mwishoni mwa mwaka huu. Amen.